Kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipoifungua moja ya zile muhuri 7. Nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda na uta akapewa taji, na yeye akatoka hali akishinda tena apate kushinda. Na alipoifungua muhuri wa pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Na alipoifungua muhuri wa 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na aliyempanda ana mizani mikononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai 4 akisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Elohim na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Na wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao uawa vilevile kama wao. Nami nikaona alipoifungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake kiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama kurasa uliokunjwa, na kila mlima na kila kisiwa kahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana-kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani atakayeweza kusimama?